kwa leo tarehe leo ni tarehe kenda mwezi wa sita mwaka wa 2025, mapambano ambayo yameripotiwa huko maeneo ya Rugezi tarafani Fizi kati ya wahasi wa Twirwaneho M23 na wazalendo wanaongozwa na jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Mapambano hayo yaliendelea na alikuwa magumu upande wa M23 baada ya kupoteza watu wao na vifaa mbalimbali. Kwa leo tumejaribu vile vile kuzungumza na msemaji wa kundi hilo la Biloze Bishambuke Fabebe ambaye ni engineer strategy na Mubamba. Amepata fursa ya kuzungumza vile vile na ripota wa Mashariki Media TV na alikuwa na haya ya kusema mbele ya vyombo vya habari vya Mashariki Media TV. Bwana engineer strategy na Mubamba, baada ya kuwasiliana na ripota wa Mashariki Media TV, ilikuwa ni hiyo jana tarehe 8 mwezi huu wa sita, kutokana na mapambano maeneo ya Rugezi. Jambo tena na habari za huko milimani maeneo ya tarafa la Fizi. Jambo sana bwana mtangazaji, na tunashukuru kwa kuwasiliana nasi kwa mara nyingine katika hali ya kujua ya wa Kongo kwa ujumla na wa dunia nzima kuhusu yale ambayo yanajiri kwenye milima mirefu ya tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga na Itombwe. Tumesikia kwamba mapambano yameendelea, na kwenye video zenu ambazo tunakuwa nazo kwa sasa imeonekana mapambano yalikuwa makali sana. Labda ungeweza kutuambia kwa urefu watu ambao wanakufuata maeneo ya Ulaya na maeneo mengine ya Kongo wapate kujua kwa sasa leo tarehe kenda mwezi wa sita mapambano yameshimamia wapi na mambo inaendelea namna gani? Asante sana bwana mtangazaji. Ni kwamba Jumatatu ya Juni 9 mwaka wa 2025 mapambano yalianzishwa kwa mara nyingine asubuhi kati ya wazalendo wa CPLC FABB, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Asubuhi ni kwamba mashambulizi yalianzishwa kwenye kijiji cha kwenye mtaa wa Sabuni na Badizi, na hapo mambo ya pili vijiji ambavyo vilihusishwa ni pamoja na Biangoma, Biahere na pia huko Kaira. Kote kabisa mapambano yaliendeshwa katika hali ya kutamani kumngoa adui ambaye mara kwa mara analenga raia wasiokuwa na hatia ili kwamba aweze kuwamalizia maisha kama ilivyo kawaida yake. Yaani baada ya ile ushambulizi ambao waasi wa M23 Twirwaneho walikuwa wakishambulia Wakristo kwenye mkutano, yani mapambano hayo yametoka kwenye kijiji cha Rugezi na kuambukia vijiji vingine maeneo hayo. Bila shaka bwana mtangazaji, wakati ambapo shughuli za kutaka kuwamalizia maisha wa Kristo ambao walikuwa wanasherehekea sikukuu ya Pentekoste ambazo hazikuweza kufua dafu, waasi walipotambua hilo waliweza kurudi nyuma baada ya kupata kichapo kutoka kwa wazalendo wa Biloze Bishambuke, kundi lake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Walirudia kwanza, kisha ilipofika saa 10 wakajaribu tena kuja kuangalia kama wanaweza pata namna ya kuua raia, lakini jitihada zao zote hazikuweza kufua dafu. Wazalendo walikuwa imara, wakawarudisha nyuma na wakaweza kukimbizwa. Hapa asubuhi ndipo wazalendo waliamua sasa kuwashambulia waasi na kuangoa kwenye maeneo ambamo wanapatikana, ili kwamba raia wa vijiji vya Rugezi na kando kando yake waweze kuendesha shughuli zao kama kawaida, kwani kwa sasa walimaji wanashindwa kwenda shambani sababu wanaofia kwamba watakapokuwa shambani huenda wanaweza wakashambuliwa na wasi wa M23. Ndio sababu wazalendo, kama vile ilivyo shabaha yao,
kulinda usalama wa raia na mali yake, kulinda mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kulinda udongo wa mababu zetu usiweze kunyanganywa na majirani wabaya. Ndio maana wanaendesha shughuli za kutaka kuwafyeka waasi ili kwamba raia wa maeneo hayo waweze kuendesha shughuli zao kama kawaida. Ndio, na tukiendelea kumalizia nawe bwana Strategia na Mubamba, msemaji wa kundi la Biloze Bishambu KFABB, nguvu hizo nyinyi mnazitoa wapi? Licha ya kwamba tunajua kwamba nyinyi na FARDC mnakuwa mkishirikiana kama gisi unakuwa tukifahamu kwamba hakuna mzalendo na hakuna FARDC, nyinyi wote ni watoto wa baba mmoja. Hiyo harakati mnazifanyaje? Mnaungana na FARDC kwa kupiga huyo adui ama namna gani? Bila shaka bwana mtangazaji, acha kwanza nijibu sehemu moja ya swali lako. Nguvu ambazo sisi tunazo ni nguvu za kutoka kwa Mungu. Wazalendo wana haki ya kupigana ili kuweza kulinda usalama wa wazazi wao ambao waliweza kuuliwa kikatili miaka zilizopita. Mwaka wa 1996 bwana mtangazaji, watu wengi waliweza kuuliwa kikatili. Sasa na wengine ambao walikimbia mahali ambapo walielekea waliweza kufariki kwa sababu ya hali ya hewa ambayo haikuwarahisishia maisha. Ndipo sasa wakati serikali ya Rwanda ambayo inaungwa mkono na nchi za jumuiya ya kimataifa, hususan nchi za Ufaransa na Umoja wa Ulaya, wakati walianzisha mbinu ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walianza kwanza na mbinu za kutaka kuua raia wote wanaokalia maeneo za nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga na Itombwe. Wazalendo walisimama kama mtu mmoja wakitaka kuzuia jihada hizo zote za kutaka kuangoa watu kwenye udongo wao. Tutafahamu ya kwamba bwana mtangazaji, nguvu hizo zinatokana na umoja ambao wazalendo wanao, umoja ambao wakongomani wote wanao, ushirikiano ambao wakongomani wote wanao, kwa sababu bwana mtangazaji, tukipoteza nchi ya Kongo hatutapata nyingine, na wakitunyang'anya nchi hii hatutapata nchi nyingine. Hakukuwaki soko ya kununua nchi, hautapata hiyo soko. Nchi kila raia duniani ana nchi yake. Sasa si wakongomani tukiachia adui nafasi aweze kutunyang'anya udongo wetu, tutakuwa wageni wa nani? Ndio maana wazalendo walisimama na wana mibaraka ya wazazi wao. Hatuna msaada isipokuwa serikali ambayo kwa sasa inatupa msaada, lakini sisi hatuna msaada wa nchi za madola kama vile Umoja wa Ulaya, kama vile Umoja wa Afrika, kama vile nchi za Asia, kama vile nchi za Umarekani, lakini umoja ambao tunao ndio nguvu yetu. Tunakushukuru bwana, sisi tunashirikiana nao. Ndio, tunakushukuru bwana Strategia na Mubamba kwa kuzungumza na Mashariki Media TV, na tunatumaini ya kwamba mapambano yenu yanaendelea na mnakuwa na matumaini ya kukomboa na kudhibiti vijiji ambavyo vinakuwa mikononi mwa wale waadui maeneo hayo. Asante sana bwana mtangazaji, tutakuja tena mara nyingine ili kuwapisha yale ambayo yatakuwa yanadiri kwenye maeneo ambamo mpaka sasa mapambano yanaendelea. Tunakushukuru na